Bila shaka umewahi kutumia power bank au kuwaza kuitumia mara moja, na mara nyingi baada ya kuitumia umekuwa ukiiweka mfukoni au kwenye begi au kwenye package yoyote ambayo imekuwa ni rahisi kwako kuibeba na kutembea nayo. Sasa kama umewahi kufanya hivyo, basi hii inakuhusu. Mwanaume mmoja ameteketea kwa moto katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melbourne baada ya power bank ya lithium iliyokuwa mfukoni mwake kumlipukia, jambo lililomsababishia majeraha na kumchoma mguu na vidole. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka takribani 50 alikuwa katika ukumbi wa wageni wa Qantas asubuhi ya Alhamisi ya Novemba 6 mwaka 2025 wakati power bank hiyo ilipolipuka moto. Baada ya power bank hiyo kulipuka, ilisababisha eneo hilo kujaa na moshi na kusababisha watu takriban 150 kuhamishwa haraka. Baada ya tukio hilo kutokea, wafanyakazi walimsaidia kwa huduma za dharura kabla ya wahudumu wa kiafya kumtibu. Baadaye alipelekwa hospitali akiwa katikati ya foleni na kisha aliruhusiwa kwenda nyumbani. Shuhuda wa tukio hilo amesema aliona asidi ya betri ikirushwa kila mahali, kulingana na gazeti la The Age. Msemaji wa Qantas alisema ukumbi huo ulisafishwa na kufunguliwa tena baada ya masaa mawili, na Qantas kwa sasa inakagua sera yake upya kuhusu abiria kubeba aina yoyote ya betri za lithium ikiwemo power banks, na inatarajiwa kutoa mwongozo mpya hivi karibuni. Ndege nyingi sasa zinashauri abiria kubeba power banks karibu nao, ama kwenye mfuko wa kiti au begi chini ya kiti, na si kwenye kabati la mizigo ya juu. Mnamo Julai, moto ulizuka kwenye ndege ya Virgin Australia kutoka Sydney hadi Hobart, na moto huo ukichochewa na power bank uliokuwa kwenye kabati ya mizigo ya juu. Power bank ya kubebeka pia inashutumiwa kuwa chanzo cha moto ulioungua na kuharibu ndege ya abiria nchini Korea Kusini Januari mwaka huu. Ndege kadhaa za kimataifa kama Emirates, China Airlines, Korea Air na Singapore Airlines zimepiga marufuku kutumia power banks na kuzichaji wakati wa safari ya ndege. Pia kuna vikwazo vya idadi za betri zinazoweza kubebwa kulingana na uwezo wake. Baadhi ya ndege zinaruhusu power banks 2 tu zenye uwezo wa kati ya watts 100 hadi 160. Swali ni kwako mtazamaji, je, unazingatia nini unapobeba power banks, hususan unapokuwa kwenye safari, aidha ni kwenye basi au ni kwenye ndege? Chukua tahadhari usije ukawa kama huyu ambaye mguu na vidole vimeungua kwa moto. Weka komenti yako hapo. Unatazama Ezo Media. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, usisite kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mara baada ya kuwa tumeziachia.